Ufunuo sura ya 13 aya ya 11 inasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwanakondoo, akanena kama joka. Unabii huu unazungumza kuhusiana na taifa la Marekani, jinsi ambavyo liliinuka likiwa na unyenyekevu wa Kikristo, lakini baadaye likanena kama joka. Siku ya leo tutakuwa tukiangazia mswada wa Seneta Blair wa mwaka 1888 na jinsi ambavyo ulikuwa utimiaji wa unabii huu. Pamoja nami Joseph Kambuga. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru sana kwa fursa ya thamani sana ya kujifunza historia hii ya mwaka 1888. Tunaomba Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, akatusaidie kweli hizi tunapojifunza zikazae matunda sawa sawa na mapenzi yako. Tunaalika uwepo wako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mwaka 1844, baada ya makanisa mengi ya Kiprotestanti kukataa ujumbe ule wa malaika wa kwanza, nchi ya Marekani ilishuhudia upotovu mkubwa sana wa kimaadili. Na huo upotovu wa kimaadili ulishuhudiwa sio tu katika taasisi za kidini, au kushuhudiwa na taasisi za kidini peke yake, lakini hata taasisi za kidunia zilikuwa zikishuhudia kwamba kuna upotovu mkubwa sana wa kimaadili katika nchi ya Marekani. Sasa upotovu huu wa kimaadili uliendelea kwa takriban miaka 20 na ndipo mnamo mwaka 1863 wakati ambapo kanisa la Waadventista wa Sabato lilichukua utambulisho wake rasmi na kutambulika kwa jina kama la Waadventista wa Sabato. Wakati huo huo mwaka 1863 liliundwa shirika la matengenezo ya kitaifa, yani kwa Kiingereza linaitwa National Reform Association. Sasa shirika hilo la matengenezo ya kitaifa lilikuwa na kusudi la kurejesha maadili katika taifa la Marekani, maadili ambayo yalikuwa yamepotoka kwa kiwango kikubwa. Sasa mbinu ambayo ilikusudiwa kutumika na shirika hilo la matengenezo ya kitaifa ilikuwa ni kupitisha sheria zilizowataka raia wote wa nchi ya Marekani kuitenga siku ya Jumapili kama siku ya ibada na pumziko. Walidhani ya kwamba kwa kuwapatia watu sheria hiyo na kuongoza watu kuwa wanahudhuria kanisani, basi hatimaye watu wangejifunza kanuni za kibiblia ambazo zingewaongoza kuwa na maadili mazuri zaidi. Sasa shirika hili lilianza kutimiza mchakato wake huo. Shirika hili la matengenezo ya kitaifa lilianza likijumuisha madhehebu takriban 11 na watu kama 200 hivi, lakini lilikuwa kwa ghafla sana kuwa na watu wengi mno. Kwa hiyo taifa la Marekani lilikuwa na watu wengi sana wakipigia debe sheria ya kwamba raia waweze kuwapo kanisani katika siku ya Jumapili. Sasa kilichokuwa kifanyika hasa kilikuwa ni muunganiko wa dini na serikali. Yaani dini ilikuwa inataka kupitisha sheria zake kupitia nguvu ya serikali. Sasa juhudi za miaka 16 za shirika hili la matengenezo ya kitaifa hazikuonesha mafanikio yote katika kukamilisha lengo hilo la kupitisha sheria ya ibada ya Jumapili katika taifa zima. Kwa hiyo waliamua kutumia mfumo mwingine. Waliamua kwamba watafanya jimbo hadi jimbo nchini Marekani, na ya kwamba majimbo yote yatakapopokea hiyo sheria ya Jumapili, basi watajaribu kuipitisha kitaifa. Sasa ndani ya miaka michache mafanikio makubwa sana yalionekana baada ya shirika hilo la matengenezo ya kitaifa kuamua kutumia mchakato wa kupitisha sheria hiyo jimbo hadi jimbo. Sheria za kuwa na ibada siku ya Jumapili zilipitishwa katika majimbo yote ya Marekani isipokuwa moja tu. Hiyo ni ndani ya miaka michache. Haya yalikuwa ni mafanikio makubwa sana. Sasa kipindi hicho hizo sheria za ibada ya Jumapili, wale ambao walikuwa wakienenda kinyume nazo walikuwa wanapewa adhabu mbalimbali. J.H. Wagoner ambaye alikuwa ni baba yake E.J. Wagoner pamoja na W.C. White ni mfano wa Waadventista wachache ambao walifungwa kwa muda fulani hivi kwa sababu
walivunja amri hizo za Jumapili katika baadhi ya majimbo kule Marekani. Na katika jimbo la Arkansas pekee zaidi ya Waadventista 20 walishtakiwa kwa kuvunja amri za Jumapili, na wengine walitozwa hadi dola 500 kwa sababu ya kufanya kosa hilo. Kwa hiyo kipindi kile sheria za Jumapili zilianza kupita, na zilikuwa ni sheria ambazo ziko dhahiri kabisa, kila mmoja alikuwa akishuhudia kuanzia mnamo mwaka 1879 hivi. Sasa baada ya kuona ya kwamba wamefanikiwa kupitisha sheria za Jumapili karibu katika kila jimbo isipokuwa moja tu, shirika la matengenezo ya kitaifa lilidhani ya kwamba sasa umefika wakati mwafaka kwa ajili ya kupitisha sheria ya kuwa na ibada siku ya Jumapili katika taifa zima. Sasa mnamo mwaka 1888, mwaka ule ule ambao Bwana kwa rehema zake kuwa alituma ujumbe wa thamani zaidi kupitia E.J. Waggoner pamoja na A.T. Jones, katika bunge la Marekani ulipendekezwa muswada wa Senator Blair uliowasilishwa bungeni mnamo Mei 21, 1888 ukiwataka raia wote wa Marekani kupumzika katika siku ya Bwana ya Jumapili na kuwa na ibada siku hiyo. Mswada wa Senator Blair uliwataka raia wote kutumia siku ya Jumapili kwa ajili ya ibada, na ulikuwa pia na ibada iliyohusisha kutokusafirisha barua kwa njia ya posta katika siku hiyo, au kutokufanya shughuli zozote za kibiashara na uchukuzi, na kutokuwa na shughuli za kijeshi wala malipo yoyote. Na shughuli ambazo ziliruhusiwa kufanyika ni zile shughuli ambazo zilikuwa ni za muhimu tu, na shughuli hizo ziliainishwa katika ibara ya 6 ya mswada huo. Na ni kana kwamba ile sheria ya Konstantino aliyoipitisha katika karne ya 4 ni kana kwamba ilikuwa imerudi tena katika nchi ya Marekani, na ni jambo ambalo lilikuwa likitabiriwa katika unabii na Waadventista kwa kipindi kirefu, lakini sasa lilikuwa linatokea mbele ya macho yao. Kwa hiyo mswada wa Senator Blair ulikuwa ukijadiliwa bungeni, na wengi sana walionekana ya kwamba wako nyuma kukubaliana na mswada huo. Sasa wakati sheria za Jumapili zikipitishwa katika majimbo mbalimbali, kanisa la Waadventista wa Sabato lilitambua jukumu kubwa la kuchukua hatua. Sasa mnamo mwaka 1886 gazeti la American Sentinel, yani mlinzi wa Marekani, lilianzishwa ili kutoa elimu kwa wananchi kinyume na sheria za Jumapili zilizokuwa zikipitishwa. Wahariri wakuu wa gazeti la American Sentinel walikuwa ni A.T. Jones pamoja na E.J. Waggoner. Hawa walikuwa wamejifunza vizuri mada kuhusiana na ukinzani wa sheria za Jumapili, na walikuwa wakichapisha sana machapisho mbalimbali ili taifa liweze kufahamu kuhusiana na sheria za Jumapili na kuchukua kuchukua hatua ambazo zingefaa kwa ajili ya kuipinga. Baada ya mkutano wa Minneapolis 1888, A.T. Jones, E.J. Waggoner pamoja na Ellen White walielekea kule Battle Creek, ambapo walikaa kama kwa juma moja hivi, na baada ya kutoka kule Battle Creek walienda kule Porterville kwa ajili ya mikutano iliyokuwa ikifanyika huko. Na ilipofika Disemba 1888, A.T. Jones alihudhuria katika bunge la Marekani kama Mwadventista wa kwanza kufanya hivyo, ili aweze kuzungumza dhidi ya mswada wa Senator Blair. Kumbukumbu alizozitoa Jones wakati akipingana na mswada wa Blair zinaonyesha ya kwamba Bwana alikuwa pamoja naye. Kwa mfululizo wa wazungumzaji waliozungumza kabla ya Jones, waliozungumza kwa masaa kama 3 hivi, Blair aliwahoji kama mara 189 hivi katika mazungumzo yao. Hata hivyo, Jones wakati akizungumza kwa dakika 90 alizopewa, katika mazungumzo yake Blair alimhoji mara 169, na huyo ni Blair peke yake bila kuhesabu watu wengine waliokuwa kimhoji Jones. Hoja za Jones zilijikita hasa katika maandiko. Alitoa hoja za kimaandiko kwa nini mswada ule haukufaa. Historia ya nchi ya Marekani pia alitumia kama kigezo cha kuonyesha kwa nini mswada ule haukupaswa kupita. Lakini pia alionyesha kwamba mswada ule kwa mantiki tu
haukupaswa kupita. Alizungumza juu ya kumpatia Kaisari kilicho chake na Mungu kilicho chake, na akathibitisha katika Biblia kwamba kumpatia Kaisari kilicho chake inahusisha kuto kupitisha sheria ambazo zinawahitaji watu kuelekeza, ambazo zinawaongoza watu katika ibada wanayopaswa kuielekeza kwa Mungu peke yake. Pia waasisi wa taifa la Marekani walikuwa wakitenganisha mambo ya dini na serikali, na wameandika sana kuhusiana na umuhimu wa utengano wa dini na serikali. Hivyo hizo zilikuwa ni hoja ambazo zilikuwa kinyume na mswada wa Blair. Kabla ya Jones kusimama, Wabaptisti wa siku ya saba, kulikuwa na Wabaptisti wa siku ya saba waliokuwa wakiabudu katika siku ya Jumamosi, hawakuwa wamefanikiwa katika kukinzana na mswada wa Blair. Mwakilishi wa Baptist alidai kuwa aliomba ya kwamba katika mswada wa Blair ihusishwe ibara itakayowaruhusu wale wanaoabudu katika siku ya Sabato, yani siku ya Jumamosi, kupata muda kwa siku yao kwa kuabudu, tofauti na ile siku ambayo ilikuwa inapendekezwa na mswada wa Blair. Lakini baada ya kuojiwa maswali machache, aliridhiana na mswada wa Blair na akasitisha hoja zake dhidi ya mswada wa Blair. Lakini Jones aliposimama, yeye aliendelea kukinzana na mswada wa Blair, na kabla ya mazungumzo yake, kabla hajaanza kutoa hoja zake, alisema ya kwamba hatachukua msimamo kama wa Baptist, bali yeye ataendelea kukinzana na mswada huo kwa sababu anaamini ya kwamba anazo hoja kinyume na mswada wa Blair. Jones anasema ya kwamba mara nyingine alipokuwa akizungumza katika bunge la Marekani, aliona kana kwamba maneno aliyopaswa kuzungumza yalikuwa yameandikwa ukutani, au kana kwamba alikuwa yakining'inia hewani hivi na ilibidi ayasome tu ili kuweza kuwasilisha hoja zake. Hata Blair alishuhudia umahiri wa Jones katika hoja zake dhidi ya mswada ule. Alikiri ya kwamba alikuwa ni mtu ambaye amejifunza sheria na mwenye uwezo mkubwa sana wa kutetea dhidi ya mswada wa seneta yule. Sasa baada ya 1888 Jones alidumisha juhudi zake dhidi ya sheria ya Jumapili. Alikuwa akisafiri kutoka katika jimbo hadi jimbo na kuelimisha watu mbalimbali kuhusiana na sheria za Jumapili na miswada ambayo ilikuwa inapendekezwa bungeni. Alikuwa akiongozana na baadhi ya washiriki wa kanisa, walikuwa wakishirikiana naye katika kutoa elimu hiyo kwa umma. Na mswada wa Blair kupitishwa kuwa sheria katika bunge la Marekani, ashukuriwe Mungu kwa ajili ya juhudi za mtumishi wake. Na ndivyo ambavyo isingekuwa kwa juhudi alizozionyesha Jones katika kukinzana na mswada wa Blair, basi sheria za Jumapili zingepitishwa Marekani, na ulimwengu mpaka sasa ungekuwa umeshakwisha kushuhudia mambo hayo. Na kama mswada huo ungepitishwa, basi matukio ya siku za mwisho yangekuja na Yesu angekwisha kuwa amerudi. Sasa jambo la muhimu la kutambua katika yote haya ni hili: wakati ujumbe wa muhimu zaidi ukiwa unahubiriwa, sambamba na huo kulikuwa na michakato katika bunge la Marekani kupitisha sheria ambazo zingetimiza matukio ya mwisho ya unabii wa sayari hii. Mungu aliutuma ujumbe wa haki ya Kristo kwa wakati wake, na ndio maana ujumbe ule ulipokuwa ukihubiriwa, Mungu aliruhusu ya kwamba haya mambo yaweze kutokea ili kuwaamsha watu kuona umuhimu wa kufanya matengenezo katika maisha yao. Ilikuwa ni kana kwamba njia ya Bwana wetu Yesu Kristo kurudi mara ya pili na matukio ya mwisho ya unabii wa Biblia yalikuwa yanataka kufunguka kuja katika dunia. Katika miaka ya hivi karibuni tumekuwa tukishuhudia matukio yale yale yaliyopelekea sheria za Jumapili kupitishwa Marekani mnamo miaka ile ya 1880 kitu. Upotofu wa kimaadili unadhihirika katika vurugu katika nchi, mauaji mengi sana, mambo kama vile ushoga na kuipenda dunia. Haya mambo yote yanashuhudia kwamba kumekuwa na upotovu mkubwa sana wa kimaadili. Pia zimekuwepo juhudi za kupitisha sheria za kidini katika bunge la Marekani. Vuguvugu la Ukristo wa kitaifa linalofahamika maarufu kama Christian Nationalism, kwa sehemu kubwa likiongozwa na mchungaji Douglas Wilson kule Marekani, limekuwa na mvuto mkubwa sana Marekani. Limepelekea hata katika ikulu ya Marekani kuanzisha utaratibu wa ibada za pamoja za mara kwa mara, na zikiwa zinasimamiwa na wafuasi wa Douglas Wilson. Tunaona ya kwamba mambo yale yale yalikuwa yakitokea mnamo mwaka 1888 na miaka michache kabla ya hapo
yanakuwa yanataka kujitokeza tena katika nchi ya Marekani, na kiuhalisia ni kwamba yamekwisha kuanza kujitokeza. Majimbo ya nchi ya Marekani yamekuwa yakipigia debe kupitisha sheria za kidini katika taasisi za elimu. Kumekuwa kuna sheria zinasema ya kwamba inabidi zibandikwe amri 10 za Mungu katika madarasa ya wanafunzi ili kusaidia katika michakato ya kimaadili, lakini pia kama kumbukizi ya kihistoria ya Marekani, jinsi ambavyo lilianza taifa likiwa lina misingi imara sana ya kidini. Japo ukweli ni kwamba kihistoria nchi ya Marekani ilikuwa ikitenganisha mambo ya kisiasa na mambo ya kidini. Pia waraka wa Laudato Si wa Papa Francis umekuwa ukisisitiza umuhimu wa kuwa na siku ya pumziko kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, na ajenda nzima ya mabadiliko ya tabia ya nchi imekuwa na mvuto katika mataifa mengi sana duniani. Watu wengi sana wanakubaliana na hili suala la mabadiliko ya tabia ya nchi na kukinzana nalo kwa kupitisha sheria itakayowafanya watu wote kuweza kuwa na siku ya pumziko. Sasa hizi ni hatua za awali kuielekea ile sheria ya Jumapili ambayo itakuja kutangazwa duniani kote. Mambo haya yote yanapotokea, ni wakati wa kuhubiri ujumbe wa haki ya Kristo kwa nguvu zaidi, ili kuwaamsha watu kufanya maandalizi ya kumpokea Bwana wao. Unajua kule Marekani kutokea mwaka 1879 mpaka kufikia mwaka 1888, ndani ya miaka 9 tu tayari Marekani nzima ilikuwa na sheria za Jumapili katika kila jimbo, na hatimaye ikaanza kupigiwa debe sheria ya Jumapili katika nchi nzima ya Marekani. Hata katika siku zetu tunaposhuhudia matukio yakitokea kwa kasi mno, tutaona ya kwamba kutakuwa na miaka michache mno mpaka matukio haya yaweze kufikia katika kilele chake, sheria hizo zianze kusisitizwa katika nchi ya Marekani na katika mataifa mengine. Na ni vyema pia kukumbuka ya kwamba kipindi Marekani ikipigia debe sheria za Jumapili, haikuwa nchi pekee. Kulikuwa na nchi nyingine katika maeneo mbalimbali ya dunia ambayo ilikuwa ikifikiria kuwa na sheria kama walizokuwa nazo kule Marekani, huku watumishi wa Mungu wakifanya juhudi kubwa kukinzana nazo. Kijana wa Ellen White anayefahamika kwa jina la W.C. White anasema ya kwamba A.T. Jones ni mojawapo ya watu walioko bize sana, walikuwa wakijishughulisha sana na kazi bila kuchoka ili kuweza kukinzana na sheria hizo za Jumapili. Hata na sisi tunapaswa kuwa watu ambao tunajishughulisha sana kutoa onyo kwa dunia hii, ili michakato kama vile mabadiliko ya tabia ya nchi, michakato kama vile kupitishwa kwa sheria kukinzana na upotovu wa kimaadili, ili michakato hiyo isiweze kupita, kwa sababu tunafahamu ya kwamba ni utimizaji wa unabii. Hata hivyo unabii unasema ya kwamba mambo hayo yatatokea, lakini tunapaswa kuwaonya watu ili waweze kuchukua upande wa wokovu, waweze kutambua ya kwamba wana jukumu ya kujiponya nafsi zao. Ellen White anasema ya kwamba mawakala wa uovu wanajumuisha nguvu zao kwa pamoja na kufanya shauri, wanajipanga kwa ajili ya pambano kuu la mwisho. Mabadiliko makubwa yako karibu kutokea katika dunia hii, na matukio ya mwisho yatakuwa ni ya haraka haraka. Tunaishi katika siku za mwisho, na tutaona sheria zikipitishwa dhidi ya watu wa Mungu, kuwashurutisha waweze kufanya mambo ambayo ni kinyume na usadikisho wao wa kidini, usadikisho wao wa wajibu walionao kwa Mungu wao. Mimi na wewe, kwa kuwa tunafahamu historia hii, Mungu atusaidie tusiwe katika sehemu ya watu ambao watajikuta wakiunganikana na mavuguvugu ya kidunia ya kusukuma sheria ambazo zitakuwa kinyume na maandiko matakatifu ya Mungu. Kwa kuwa tunaona mambo haya yakitimia, ni wakati wa kuihubiri haki ya Yesu Kristo katika maisha yetu na kwa watu wengine wote kuwa sauti, ili waweze kutambua ya kwamba Bwana wao amekaribia na ni wakati wa kujifanya tayari. Ni ombi letu ya kwamba historia hii ikuongoze kufanya matengenezo ya msingi sana katika maisha yako na kuihubiri haki ya Yesu Kristo kwa uaminifu wote. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunashukuru sana kwa kuwa historia hii ni historia ambayo
inajirudia, na kwa kuwa inajirudia, tunaweza tukaona ya kwamba jukumu la kufanya tayari limekwisha kuwekwa wazi. Tusaidie tuweze kulitimiza jukumu letu la kuhubiri haki ya Yesu Kristo katika maisha yetu, kwa sauti na kwa vitendo. Njoo Yesu Kristo, ukae katika moyo wa kila mmoja anayesikia historia hii, na ukatuongoze kufikia haki yako na kuitangaza kwa dunia hii. Asante kwa kuwa umesikia ombi hili. Asante kwa kuwa umejibu. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Umekuwa pamoja nami Joseph Kambuga. Mpaka wakati mwingine, uwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. More.